Na mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, matumaini yangu kabisa mzima wa afya. Na karibu tena siku ya leo tumeweza kuzungukia katika sehemu ambako tunaita Couvent. Kisikia Couvent ni maeneo ambayo anaishi padri wa kanisa Katoliki. Na siku ya leo wameweza kupata wageni kutokea katika sekta ambayo si hii ya Nganja. Tutajua wanatokea wapi na kwa nini wameweza kuja hapa. Ilikuwa ni tangu siku gani walitoka, walianza safari yao na changamoto zipi ambazo wameweza kukutana nazo. Zidi kuwa nami Miraji Nurdin mpaka mwisho, lakini kabla ya yote nakumbusha tu usisahau kwanza kusubscribe YouTube channel yetu pamoja na kulike hapo. Tunaingia ndani ili mradi tuweze kuona ni kitu gani ambacho anaweza akatuambia. Naam, tuko naye kiongozi wa kanisa Katoliki hapa kama jinsi unavyoweza kumwona. Tutakwenda kuhojiana naye mawili matatu, atakwenda kujitambulisha na kutuambia safari yake ilikuwa ipo namna gani. Mjambo kiongozi. Jambo sana mtangazaji. Labda ungeweza kujitambulisha. Asante, mimi ni Padri Dominique Alamopona, niko padri mkubwa wa parokia Maria Mkingiwa Zambia asili ya Makobola katika jimbo yetu ya Uvira. Naona mmeweza kufika katika mji wa Kazimia, ni katika malengo gani zaidi? Sisi tunafika katika mji wa Kazimia ni kuweza kuungana na ndugu zetu wa Kazimia kwa kuweza kutangaza habari njema, kuweza kujadiliana na kubadilisha mawazo mbalimbali ya kitume, kutangaza habari njema, kuzungumza pia na ndugu zetu wa Kristo wa Kazimia. Na mmekuja wangapi? Ni Wakristo wote wa kanisa Katoliki maeneo hayo ndio wamekuja au umekuja peke yako? Nimekuja na kikosi kikubwa zaidi, nimekuja na idadi ya watu 107 kutoka Makobola. Wakiwemo na wanawake na watoto? Mnakuwa wanawake, wanaume, watoto, wote watendaji, wanatenda katika vikundi mbalimbali, waimbaji, wasindikizi, wasomaji, wachezaji. Naam, ilikuwaje na Wakristo maeneo hayo ya Makobola waliweza kuchukulia ujumbe wa nyie kuweza kuja au waliweza kuchukulia namna gani, walipokea namna gani baada ya wewe kuambia kama tutaenda Kazimia? Asante sana, walimefurahi zaidi sababu tulichukua ile harakati wakati Makobola Kazimia samani ilitangazwa kuwa parokia ndogo na sisi tulikuwa ngali parokia ndogo. Baadaye tulitangazwa kuwa parokia, tukasema tutaenda kuwatazama ndugu zetu ambao wanatangazwa kuwa parokia ndogo ili tuweze kuwapatia moyo na kuwaonyesha ya kwamba wana mapashwa ya kuweza kujigaramia, kujitegemea. Tulichukua ule mpango tangu muda mrefu ili tuweze kuwapongeza ndugu zetu, na ndio maana tulikusudia kuja hapa, na Wakristo walifurahi sana. Wale ambao tulikuja nao walifurahi sana kuweza kufanya safari hii, na hata wengine walitusapoti kwa namna moja au wengine walitupatia moyo ili tuweze kuja kujadiliana na wenzetu Wakristo hapa Kazimia. Naam. Safari ilikuwa namna gani na mlitoka saa ngapi kule na changamoto zipi ambazo mmekutana nazo katika safari, kwa sababu ndugu zenu walianza kuwasubiri tangu asubuhi mapema? Asante sana, safari ilikuwa nzuri sana. Tulitoka huko saa 4 za usiku, tulitoka Makobola, tulipambana na maji, tulichunga zaruba iweze kutulia na ilitulia. Tulitembea vizuri zaidi, hakukuwa hata shida mbalimbali, hakukuwa hata shida moja. Tulipita katika vijiji mbalimbali wakati tulipoingia katika parokia hii ya Kazimia. Tulisimama mizimu, Wakristo walitupokea vizuri. Tulisimama dine, Wakristo walipotupokea vizuri, na wakati tulipofika hapa tulipokelewa vizuri sana. Tulifurahi zaidi kwa kuweza kupokelewa na Wakristo.
Naam, kuhusiana na kuhubiri neno kwa ajili ya kukutana Wakristo wote kwa pamoja, hilo linatarajiwa kufanyika siku gani? Kuhubiri neno tangu kufika kwetu tulianza kuhubiri neno, sababu hata maandiko matakatifu yanasema heri miguu inayopanda mlimani kutangaza habari njema. Tumeanza kuhubiri neno kupitia kufika kwetu tangu leo, na inaendelea mpaka kesho, na kwa ruhusa ya padri mkubwa wa parokia hii tutakomesha, tutamaliza na misa kubwa siku ya Mungu. Na tutaendelea na mambo mengine, ni pale tutakomesha, tutatimiza mambo yote siku ile ya Mungu. Naam, tunaona kuna baadhi ya michezo ambayo imeandaliwa, sijui ili unaweza ukalizungumziaje? Asante sana bwana journaliste. Tunatarajia kufanya michezo mbalimbali, michezo, nyimbo, muziki kidogo, na siku ile ya Mungu tutafanya michezo ya kabumbu. Tutacheza vijana mabinti wa Makobola na mabinti wa Kazimia. Tutacheza pia vijana wanaume na wanaume wa Kazimia na wanaume wa Makobola. Hiyo siku ya Mungu tutapambana. Naam, wito wako unaweza kawaambia nini waumini wote wa kanisa Katoliki hapa Kazimia? Wito wangu wa hapa Kazimia na hata wengineo ni hiyo muungano, sababu tunatangaza habari njema kupitia hiyo matembezi, tunatangaza habari njema kupitia hiyo uhusiano, na kama vile Bwana Yesu anatufundisha mapendo makubwa. Mapendo ndio amri kubwa ambayo ametuachia, ni ile tunapaswa kuonyesha kati yetu, kama vile tunafika hapa leo, na ni mwaliko pia labda Kazimia pia nao tutawachunga kwetu. Ni furaha kubwa zaidi kama tunaweza kuwapokea zaidi pia na sisi kwetu. Tunakushukuru sana kiongozi. Asante sana wana mtangazaji. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kumsikia padri namna gani. Naam, kama nilivyoweza kukwambia, tutaenda kuhojiana naye padri wa parokia ya hapa Kazimia, amejisikia namna gani kwa kuweza kuwapokea wageni na kumpokea mwenzake padri kutokea maeneo ya Makobola. Mjambo kiongozi. Jambo sana. Labda ungeweza kujitambulisha? Ndiyo, mimi ni Padri Augustin Kizito Mbeo, padri muhimizaji wa parokia ndogo ya Mwenyeheri Alberto Huberto na wenzake Kazimia. Na leo umeweza kupata ugeni, unajisikia namna gani? Kweli nina furaha sana kwa sababu ni jambo ambalo naweza kusema ni la kwanza tangu tumepewa parokia ndogo hii kupokea padri mwenzangu ambaye anasindikizwa na Wakristo wengi ambao idadi ni 100 na kadhaa na 7 kama gisa alivyoongea hapo. Kweli Wakristo wanafurahi, jamaa ya watawa hapa Kazimia wanafurahi pia. Sisi sote tunafurahi kwa sababu si jambo rahisi kupata padri katika kijiji chetu cha Kazimia. Naam, kwa kuwa ni bado mara ya kwanza, vipi kuweza kuwakirimu namna gani? Kweli yani tunaweza kusema ni furaha tu, tunafurahi kabisa. Tuna furaha kubwa, tunaona kama imani bado inaendelea kuongezeka na watu kwa kuwa kuona gisi wamepokea Wakristo wenzao inatupatia pia matumaini ya kusema kama eklesia yetu inakomaa. Na gisi wageni wanakuja kututembelea inaonesha kama kweli tuna thamani kwa Wakristo ambao walikuja kutuona. Yani Wakristo wa Kazimia wanakuwa na thamani, ndio maana wametembelewa na Wakristo wote, waza idadi ya Wakristo wengi hivi kutoka parokia ya Makobola. Na tangu uweze kuwa kiongozi eneo hili, je, na ushaweza kuwakusanya waumini wote wa eneo hili na kuweza kutembelea sehemu? Hilo sijawahi kufanya kwa sababu bado tuko mwanzoni, tunaunganisha vitu, lakini tunadhani itakuwa pia jambo ambalo tutapangilia kwa sababu hivi sasa tunaingia ni kama vile ni deni, wanakuja kutuona na sisi tunakuwa na deni ya kulipa ili tuende kuona siku nyingine, aweza kutembelea hata zingine parokia, haitakuwa tu parokia ya Makobola. Na wito wako kwa waumini wa kanisa Katoliki Kazimia hapa
wanaoingia kanisa la Katoliki parokia hapa Kazimia, unaweza kuambia nini? Na Wakristo wa Katolika ulimwengu mzima wanaotufuatilia kupitia channel yetu hii. Kwanza na washukuru Wakristo waamini wangu ambao wamekubali kupokea wenzao. Kweli wamejiandaa, wamejipiga huku na kule, wameacha shughuli zao, wamekwenda kuchunga wenzao pale bandarini. Imeonyesha kama ni jambo la kufurahisha. Na pia nawaomba sasa, hii ambayo wenzetu wamefanya ibaki kwetu kama vile deni, na ile upendo ambao wameonyesha kwa kupokea wenzao waendelee pia kuonesha wakati watakapowatembelea nao, na waendelee kudumu katika mapendo kama gisi padri mwenzangu amesema, kwa sababu kutoka kwa Wakristo Makobola kuja huku sio jambo rahisi. Mimi mwenyewe najua, nina uzoefu wa maji. Kweli kuna maji hapa na Makobola, lakini wamejitesa na wamekuja, na bahati nzuri Mungu amewafikisha salama. Kumbe na sisi hatuwezi kuogopa maji, basi siku ni siku tunaweza kwenda kutembelea wenzetu. Tunakushukuru sana kiongozi. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kusikia viongozi wa kanisa Katoliki maparokia mawili tofauti, mmoja kutoka katika mji wa Makobola na mwingine wa mji huu wa Kazimia. Muda wote ulikuwa nami Miraji Nurdin, na kuaga kuambia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, na kitakachoendelea